الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأسأل الله المزيد من صلواته وسلامه على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. ثم أما بعد. Tunaendelea na utaratibu wetu wa kukidurusu kitabu chetu cha Bulughul Maram min adillati al-ahkam. Tumeishia katika hadithi ambayo imepokelewa na Anas ibn Malik. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. Na kutoka kwa Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, ihtajam wa salla. Ihtajam kwa maana alipiga shuku, kwa maana alitoa damu katika mwili wake. Na tumesema wazee wetu wa zamani walikuwa na kawaida ya kutumia pembe, wanakuwa na mapembe ndani. Baada ya muda wanaumika, wanatoa damu chafu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na utaratibu huu wa kufanya hijama, na hivi sasa kuna vifaa vya kisasa katika swala hili la hijama. Kwa anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ihtajam, alifanya hijama, alikuwa anatoa damu. Wa salla, na akiswali baada ya kufanya hijama. Wala yatawadda, na hakuwahi kutawadha kwa sababu ya hijama. Akhrajahu ad-Daraqutni wa layanahu. Hadithi hii ameandika al-Imam ad-Daraqutni. Tunachojifunza katika hadithi hii, innal hijamata la tanqudu alwudu. Hijama, utoaji wa damu katika mwili, hata siku moja hautengui wudu. Sawa sawa iwe ni hijama, sawa sawa umeenda kupima malaria, wakakuchoma ile sindano kwa ajili ya kutoa damu, kuchukua sample kwa ajili ya kupima utokaji wa damu kwa mfumo ule, halikadhalika hautengui udhu. Lakini vivyo hivyo utoaji wa damu kwa ajili ya kuchangia wagonjwa, kuna wagonjwa ambao wana uhitaji wa damu, utoaji wa damu katika sura hiyo hautengui udhu. Lakini jingine, hadithi hii inathibitisha asili ya mambo ya kuwa utokaji wa damu nje wa sehemu mbili za siri za mwanadamu la yanqudu alwudu, utokaji wa damu nje ya maeneo haya mawili hautengui udhu.
Lakini katika madhehebu ya al-Imam Ahmad, madhehebu haya yanasema inna najas al-kharij, hakika najisi inayotoka min ghairi sabilaini, nje ya njia inayotokea haja ndogo ama kubwa, idha fahush, najisi ile itakapokuwa imetoka utokaji ambao umezidi mipaka, utokaji uliozidi kipimo, uliozidi mipaka, utokaji mbaya, annahu yanqudu alwudu, utokaji wa namna hiyo unatengua wudu. Haya ni madhehebu ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Sawa. Lakini katika Asharh al-Kabir vile vile imeandikwa kuwa an-najas min ghairi sabilain, najisi inayotoka nje ya mahala panapotokea haja kubwa ama haja ndogo, ukitoa al-bawl, sawa, wal ghaid, kojo, kwa maana haja kubwa na haja ndogo, yanqudhu al-wudu, kwa ma yanqudhu kathiru, utokaji wake mwingi unatengua nini? Ndio yale tuliyozungumza, ikitoka ikazidi nini? Mpaka idha fahush, utokaji utakapokuwa umezidi kipimo, utokaji huo unatengua udhu. Lakini al-Imam Malik na al-Imam Shafi'i wa ashabuhuma, na wanafunzi wao, wamesema la wudhu'a minhu, utokaji wa damu nje ya njia mbili, hata kama umezidi kiwango, utokaji huo haulazimishi mtu kutawadha, kwa maana hautengui udhu. Nimeeleweka hapo? Naam. Na tumesema vile vile al-hijama ni dawaun, hijama ni tiba. Na hata Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anashuka kutoka katika safari yake ya Mi'raj, alikuwa anaambiwa na malaika, muru ummataka bil hijama, uagize umma wako ufanye hijama. Sawa, ufanye hijama. Leo tunaendelea na hadithi inayofuata. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Muawiya, Mwenyezi Mungu amridhie, qal, Muawiya amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, al-ainu, jicho au macho, wikau saa, ndiyo kamba, ndiyo lindo la nini? La njia ya haja kubwa. Unaelewa hapo? Macho, yani kwa maana ile mtu kuwa macho ile. Sasa ile mtu kuwa macho ndio lindo la matokeo ya haja kubwa. Sawa sawa? Fa idha namat al-ainan, yatakapokuwa yamelala, yamedozi macho mawili, intalaqa al-wika, yule mlinzi, lile lindo linabaki bila ya mlinzi.
rawahu Ahmad, hadithi hii amepokea al-Imam Ahmad, Tabarani, lakini al-Imam at-Tabarani wazad, na kuna nyongeza. Al-Imam at-Tabarani ameiongeza wa man nam, na atakayelala, wa man nam, na yoyote atakayelala, faliyatawadda, atoke akatawadhe. Ipo katika Musnad ya Imam Ahmad wa Tabarani wa sahahahu al-Albani, lakini vile vile al-Imam al-Albani vile vile kasema hadithi hii ni sahihi fi sahih al-Jami'. Kwa hapa tunajifunza kuwa kitendo cha mtu kuwa macho ndicho kinachompa uhakika wa kuwa yeye udhu bado anao, na endapo ikatokea atalala, basi ule uhakika wa kuwa udhu bado anao utakuwa umewekwa rehani. Faman nam, yoyote atakayelala, faliyatawadda, basi anatakiwa akatawadhe. Hadithi imeeleweka hiyo? Na wa hadhihi ziyada, na nyongeza hii, wa man nama faliyatawadda, nyongeza hii atakayelala na akatawadhe, fi hadha alhadith, ambayo ipo katika hadithi hii, inda Abi Daud. Sasa ipo kwa nani? Kwa Abi Daud, min hadithi Ali duna qawlihi, katika hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam Ali karramallahu wajha, duna qawlihi istatlaqa alwika, kwa maana yule mlinzi, lile lindo linakuwa halina nani? Halina mlinzi. Wa fi kila al-isnadain dha'fun, na katika sanad zote mbili kuna nini? Kuna udhaifu. Wali Abi Daud, na kwa mujibu wa pokezi la al-Imam Daud aidan vile vile kuhusiana na sala la lindo, sawa sawa, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu awaridhie yeye na baba yake, marfu'an, ikiwa imefika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal wudu, hakika wudu, ala man nama muttaji'a, ni wajibu kwa yule ambaye atakayekuwa amelala ubavu. Muttaji'a, analazimika kutawadha yule ambaye amelala ubavu. Maana yake aliyelala hali ya kuwa kakaa, udhu anao hana? Anao hana? Nimeuliza kwa mujibu wa hadithi. Abdullah ibn Abbas anasema udhu ni kwa yule ambaye amelala ubavu. Manake alilala chali, aliyekaa tutakuja kuona katika ufafanuzi. Wa fi isnadihi dha'fun aidan, na katika sanadi, mtiririko wa wapokezi wa hadithi hii, kuna udhaifu vile vile. Lakini al-Imam al-Mundhiri wa Ibn Salah wa an-Nawawi, na al-Imam an-Nawawi, hadithi aliyopokea Ali ibn Abi Talib, wamesema kuwa hadithi hiyo ni hasan, maana yake inafaa kutumika katika nini? Katika sheria. Tunajifunza nini katika hadithi hii tuliyosoma? Tunachojifunza ni kuwa udhu unatenguka endapo mtu atafusa. Tumeelewana bado? Kufusa kunatengua udhu.
bisauti, ufusaji huo umeambatana na sauti, au biduni, hata kama hujaambatana na nini na sauti. Maana yake anaweza akawa mtu kafusa, sauti haijasikika, lakini matokeo ya kile kitendo yakadhihirika, watu wakaanza kushika mapua yao. Sawa sawa. Kwa hiyo naqdul wudu min ar-rihi al-kharija min ad-duburi, kutenguka kwa udhu kutokana na harufu ama hewa inayotoka mahala panapotokea haja kubwa. Bisauti, sauti isikike au isisikike. Lakini hadithi hii inatufundisha vile vile usingizi sio ndio unaotengua udhu. Tumeelewana bado? Usingizi binafsi, usingizi kama usingizi sio unaotengua udhu, lakini usingizi unauweka rehani udhu. Tumeelewana hapo? Usingizi unauweka rehani udhu. Fala yanqudu illa an-nawm al-mustaghriq. Sawa sawa. Usingizi ule ulipitiliza, mtu umekaa zako au hapana, kusinzia kidogo, hapana, ule unaokuchukua ule, sawa sawa, ule ndio ambao unafanya nini? Naam. Lakini usingizi ni kitu. Kwa nini usingizi umekuwa ukitengua udhu, ukiuweka rehani udhu? Ni kwa sababu usingizi unaondosha fahamu za mtu, na ndipo baadhi ya wasomi wakasema kullu ma azala al-aqla, chochote kinachoondosha akili ya mtu, kinachoondosha fahamu za mtu, min jununi, kama vile mtu kukutwa na hali ya wendawazimu, akatokewa na hali ya wendawazimu ghafla, kachenguka akili, au ighma, au akapatwa na ubumbuwazi, au sukrin, au akalewa ulewaji ambao ukavuruga ile akili, au ghairihi, au mfano wake, fakulluhu min nawaqidhil wudu. Vyote hivyo ni katika vitenguzi vya nini? Kwa sababu gani? Vyote vina sifa ya zawal al-ihsas, vinaondosha hisia za mtu katika mambo fulani, zinaondosha ufahamu wa mtu. Kwa usingizi maadamu unaondosha ufahamu, uchizi nao unaondosha fahamu, ulevi unaondosha fahamu, kuzimia unaondosha fahamu. Kwa hiyo haya yote ni katika jumla ya mambo ambayo yanatengua udhu. Imeeleweka? Tunaendelea na hadithi inayofuata. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amuye radhi, yeye pamoja na mzee wake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qal, amesema, yaati ahadakum ash-shaytanu fi salatihi, atajiliwa, huenda akajiliwa mmoja wenu na sheitani akiwa katika sala. Sheitani anamjilia mtu katika nini? Katika sala. Fayanfukhu fi maq'adatihi, sheitani huyu anapuliza
katika makalio yake, fayukhayyalu ilayhi, inamjia fikra kutokana na pulizo la shaitani, annahu ahdatha, kwamba ametokwa na hadath, udhu wake umemtoka, amefusa mfano, wala yuhdith, lakini uhalisia ni kuwa huyu hajatokwa na udhu, hewa ile haijatoka. Fa idha wajada dhalika, akihisi hali ya namna hiyo, akiona mazingira ya namna hiyo yamejitokeza, fala yansarif, asiondoke katika sala yake. Usiondoke, hali inakujia kama nimetokwa hivi. Shetani huyo nani? Shetani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema usiondoke katika ibada yako hatta yasmaa sautan, paka ujiridhishe kwa kusikia sauti imefanya nini, imetoka, au yajida rihan, au ahisi sasa ile harufu, hapa mambo yameshaharibika. Sasa akhrajahu al-Bazzar, hadithi hii ameandika al-Imam al-Bazzar, lakini vile vile al-Imam Tabarani ameandika, na al-Imam al-Albani vile vile amesema kuwa hadithi hii ni nini, ni sahihi fi silsilati as-sahiha, hadithi namba 3026. Haishauriwi mtu kuswali aliyakuwa amebanwa na vitu viwili. Amebanwa na haja kubwa, amebanwa na ni karaha, sio jambo ambalo sheria inaliona kuwa linapendeza, halifai. Ukiona wewe kuna mazingira fulani hayajakaa vizuri, yana kuvuruga, kajiweke sawa. Sasa kwa sababu wewe pale katika swala pale unawasiliana na Mwenyezi Mungu. Mi'raji yetu sisi Waislamu, mi'raji yetu sisi ni swala. Mi'raji ya Mtume kapelekwa kule na Buraka, lakini sisi mi'raji yetu kwa Mwenyezi Mungu ni sala. Na ndio maana tunaambiwa mahala ambapo mja anakuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu ni akiwa katika nini? Katika sujudi, katika sajida. Sasa wewe unakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, umebanwa na haja kubwa umebanwa na haja ndogo. Ndio maana sheria ikasema ni karaha, haipendezi mtu umebanwa na wewe unajibana tu, umebanwa na wewe nenda kajiachie. Haya ndo maelekezo ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Anauliza, Ramadhani umekula maharage yako ya soya na chapati na tambi zile, umechanganya madawa. Ndio maana tunashauriwa wakati ule inapoadhiniwa adhana au muda wa kufungua umefika, tusiwe na papara kufakamia mambo. Kwanza tufungue kama alivyotuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, tufungue na nini? Na tende. Sawa sawa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafungulia na tende ngapi? Anafungua mwezi wa Ramadhani na tende. Kutufungue na tende, tupate maji, tupate maziwa, tukaswali salatul maghrib. Baada ya kuswali salatul maghrib
njoo shindilia sasa. Sasa shindilia kwa tahadhari, ukijua kwamba una salatu al-isha, una salatu tarawih na una qiyamul layli nje ya tarawih. Sawa? Na ukiona ulaji wa maharage unakuletea tabu katika nini? Katika swala, punguza. Sawa? Punguza. Ushaona bwana, maharage yanahatarisha usalama wa mawasiliano yangu na Mwenyezi Mungu. Wewe bado tumeangangania, utakuwa una lako jambo. Sawa? Na kwa tukirudi katika msingi wa swali la mwanzo kwamba si vizuri, sheria haishauri kumshauri mtu kuziendea ibada akiwa amebanwa na haja ndogo au amebanwa na haja kubwa. Kwa hapa Mtume ametupa kodi hapa. Ametupa nini? Kodi. Kuna mazingira fulani yanapotutokea tusihamaki, tusichanganywe na sheitani. Yaati ahadakumu shaitanu fi salatihi, huenda mmoja wenu akatokewa akafatwa na sheitani akiwa yupo katika sala. Fayanfukhu fi maq'adatihi, sheitani akapuliza katika makalio yake. Fayukhayyalu ilayhi, ikamjia dhana, ikamjia akili ama fahamu, annahu ahdath, kwamba ametokwa na hadath, upepo umetoka. Wala yuhdith, lakini uhalisia ni kuwa huyu mtu hajatokwa na hadathi. Fa idha wajada dhalika, akihisi mazingira ya namna hiyo, akiona hali ya namna hiyo, fala yansarif, asiondoke katika sala yake hatta yasmaa sautan. Kodi, Mtume anakupa kodi, so zile kodi za polepole. Kodi Mtume anakupa katika ibada yako. Fala yansarif, usiondoke hatta yasmaa sautan, mpaka usikie nini? Sauti, au yajida rihan, au ufanye nini? Usikie harufu. Wa asluhu fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Zaid, na asli ya pokezi hili ni katika vitabu viwili, Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, kutoka katika hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Zaid. Hadithi hii ameandika al-Imam al-Bukhari hadithi ya 100, al-Imam al-Bukhari 177 na Muslim 360 ngapi? 61. Sawa? Naam. Wali Muslim, akapokezi la Imam Muslim an Abi Huraira, kutoka kwa Abi Huraira, nahwahu vile vile, mfano wake. Sawa? Naam. Walil Hakim, na al-Imam al-Hakim katika mustadrak yake an Abi Sa'id marfu'an, kutoka kwa Abi Sa'id marfu'an. Hadithi hii imefikishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha jaa ahadakum ash-shaytan, atakapojiliwa mmoja wenu na shaytan, faqal, shaytani akamwambia, innaka ahdathta, wewe umefusa, umetoka na upepo wewe. Falyaqul, amwambie shaytan, kadhabta, muongo mkubwa. Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika pokezi hili la Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anatuambia, atakapotutokea shaytani tukiwa katika sala, shaytani akatuambia, ahdathta, wewe huna udhu, wewe umetoka. Sisi tumwambie shaytani, kadhabta, muongo mkubwa, ondoka. Sawa? Naam. Akhrajahu Ibn Hibban, hadithi hii ameandika al-Imam Ibn Hibban nambari 2666, wa sahahahu al-Albani,
al-Imam al-Albani amesema hadithi hii nini? Ni sahihi fi sahih Ibn Hibban. Imeeleweka? Tunajifunza nini katika hadithi? Jambo la kwanza tunalojifunza katika hadithi hii, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asili ni kubakia ile hali iliyotangulia kama ilivyo. Manake wewe udhu una uhakika umechukua, asili ni kuendelea kubaki. Kwa nini? Kwa udhu. Udhu kutoka ni swala la mashaka, sio asili. Asili ni kwamba wewe ulifika katika msikiti wa Ndugumbi na ukatawadha, hiyo ndo asili. Lakini kutoka kwa udhu ni nini? Ni mashaka. Kwa hiyo sheria inakwambia usitengue yakini uliyokuwa nayo kwa mashaka yaliyojitokeza. Nimeeleweka jamani? Usitengue yakini, uhakika uliokuwa nao eti kwa sababu ya mashaka yaliyojitokeza. Hii kanuni imeeleweka? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asili ni kuendelea kubakia kwa tahara. Sawa sawa? Al-Imam anaendelea kwa kusema fa idha kana al-insanu mutatahhiran, atakapokuwa mwanadamu amechukua udhu, ikamjia fikra annahu ahdatha, kwamba nimetokwa na hadath hivi, lakini hana uhakika. Hauna nini? Uhakika. Falaslu annahu baqin ala taharati, asili ni kwamba anatakiwa aamini kuwa ule udhu bado anao, na asigeukie haya mazonge ya shetani yaliyojitokeza. Lakini jingine tunalojifunza katika hadithi hii ni tabia ya shetani kujibadilisha. Ndio anajibadilisha, anajinyumbua, anakujia mpaka katika sala kwamba wewe udhu umetoka, wewe huna udhu. Ni katika namna za kujinyumbulisha kwa shetani. Kwa hiyo tunatakiwa Waislamu hilo tulitambue na tusimpe shetani nini? Nafasi. Lakini jingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anatuambia kuwa shetani ni adui yenu. Shetani ni nani? Ndio maana pale anapotuambia shetani katika swala kwamba wewe udhu umekutoka wewe, Mtume anatuambia tumwambie shetani nini? Kadhabta, wewe muongo, na keuni adui. Adui yako anakutakia kheri hata siku moja. Shetani adui yetu. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Haka shetani nyie binadamu nyie viumbe, shetani ni adui wenu mkubwa. Tena aduwwun, shetani ni adui wenu mkubwa. Fattakhidhuhu aduwwa, msimchukulie kawaida. Ile nafasi yake ya uadui itambueni, ni adui yenu na nyie mfanyeni kuwa adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Anachotaka sio jingine, ni kuona watu wote anaenda nao wapi? Motoni. Sura Fatir aya 6. Na jingine tunalojifunza katika hadithi hii ni kwamba upepo unaotoka, hewa inayotoka katika dubur, katika eneo inayotokea haja kubwa, upepo huu unatengua udhu. Lakini sio kutengua udhu tu, hali hii ikikutokea ukiwa ndani ya sala, hali hii inabatilisha hadi swala yenyewe, kwa sababu swala inategemea nini? Udhu. Udhu ukitenguka na sala, na
lakini bisharti tayaqquni min khurujiha, sharti uwe na uhakika kuwa kweli hewa imefanya nini, imetoka. Lakini jingine, idha kathurat ash-shukuk, mashaka yamekuwa mengi mal insani, shaka anakujia, kweli inawezekana, hapana, unakoma, unaendelea na nitakuwa napoteza muda nikatawadha. Upo ndani ya swala, mashaka yamekuwa mengi, fa innaha la tuathir, hayo mashaka hayaathiri maadam hauna uhakika kuwa hewa imefanya nini, imetoka. Fala yaltafit ilayhi, yapuuzie hayo mashaka, yafanye nini, yapuuzie. Lakini jingine ambalo wasomi, na hapa nilikuwa nataka niliweke sawa sawa, ni kuwa la athara lishaki ba'da alfaraghi min alibada, mashaka hayana nafasi baada ya kushakuwa mtu umemaliza ibada. Mashaka hayana nini, hayana nafasi. Kwa mfano, mtu umeenda pale, umetawadha, umemaliza kutawadha, umeshatoka eneo la kutawadhia, umefika msikitini, ndio una wasiwasi, hivi pale nilisikutua kweli, hivi pale nilifanya kitu fulani. Ushamaliza tayari, achana nayo hayo, sawa sawa. La athara lishaki ba'da alfaraghi min alibada, usiyape mashaka, dhana, wasiwasi nafasi pale ambapo ile ibada umefanya nini, umeimaliza. Tumeelewana jamani? Naam. Lakini kwa mfano, ulikuwa katika salatul isha, umeswali, umemaliza salatul isha, alafu umeshatoka baada ya sala, ndio una mashaka sasa, hivi nilisoma suratul Fatiha kweli? Umeshamaliza sala, shetani anakujia, wewe hujasoma al-Fatiha pale wewe, sawa sawa. Au hivi ile rakaa ya pili ile nilisujudu mara mbili, mara moja, nilisujudu ama sijasujudu pale? Ushamaliza swala na salamu umetoa, mashaka yamekukaa kichwani. Fala yaltafit ila dhalika, sheria inatuambia yasikupe nini, yasikupe tabu, yasikupelekeshe, yasikuchanganye. La athara lishaki ba'da alfaraghi min alibada, mashaka, wasiwasi hauna nafasi baada ya mtu kumaliza nini, ibada, sawa sawa. Ndio maana Ibn Abdul Qawi akasema, wala shak min ba'di alfaraghi bimubtil yuqasu ala hadha jami'u at-ta'abbudi, sawa sawa. Wala shak min ba'di alfaraghi bimubtil, hayakuwa mashaka yanayokuja baada ya mtu kumaliza ibada, hayakuwa mashaka yanayokuja baada ya mtu kumaliza kutawadha, kumaliza kusali. Haya mashaka hayana nafasi katika kubatilisha ibada ya mtu. Ndio maana maneno yake, wala shak min ba'di al-faraghi bimubtil, hayakuwa mashaka ni yenye kubatilisha ibada baada ya kushakuwa ibada ile umeikamilisha. Yuqasu ala hadha jami'u ta'abbudi, chukua kipimo hichi katika ibada nyingine zote unazozijua zilizosalia. Nimeeleweka baada hapo? Nimeeleweka? Hadithi hii inakuwa imekamilisha mlango uliokuwa unazungumzia nawaqid alwudu, mambo yanayotengua wudu. Naam. Naam. Niko safi, kaja sote kwa kule mzuri kwa huko kaswali, kamaliza kuswali, hata mashaka hana, anaendelea shughuli zake. Inafika saa 4 saa tayari siku koga na swala kwa swali, hukumu yake inakuwa
hayo sio mashaka. Swali lake sema, mtu imetokea amekutana kimwili na mke wake, wale watu wa ibada wa kupata chakula cha asubuhi. Mtu kaamka alfajiri, lazima apate chakula na mke wake cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kuidiriki siku mpya. Sasa au sio asubuhi, baada ya salatul isha usiku amepata chakula cha usiku, amekutana kimwili na mke wake, amelala, ameamka, ameona kuwa udhu anao, ameoga janaba. Sasa akaswali salatu subhi. Baada ya kuswali salatu subhi, Mungu wangu, baada ya ile tukio sikuoga. Tumeelewana bado? Baada ya ile tukio la kukutana na mke wangu sikuoga. Fajaza mabi, akawa amekata shauri, kakumbuka ni kweli, sio mashaka. Manake mashaka yanakuwa katika sura hii, hivi nilioga sikuoga. Yeye imemjia katika akili yake, sikuoga. Manake hiyo nini? Yakini. Hiyo nini? Yakini. Anatakiwa akafanya nini? Akaoge. Na ile swala afanye nini? Sawa sawa. Lakini kwa mfano ana mashaka, kwa mfano yupo katika swala, ana mashaka, hivi nimesahau rakaa ya pili au sijasahau? Nimesahau au asili ni kutosahau? Asili ni kuto. Shekho, unanielewa wewe? Sawa sawa. Ikiwa yupo rakaa ya tatu ikamjia mashaka, je, nilisahau rakaa ya pili au sijasahau? Asili ni kutosahau. Maana yake nini? Ataendelea na rakaa ngapi? Ya tatu. Sawa sawa. Haya, kwa hiyo hadithi hii inafunga mlango wa nawaqidul wudu, mlango unaotufundisha mambo yanayotengua udhu, na tunaanza mlango unaoitwa bab adab qada'il haja, ustaarabu, utaratibu, adabu za kujisaidia, adabu za kukidhi haja zetu. Sawa sawa. Naam. Shana turudisha nyuma, sema al-ainu wika'u asa. Tumesema al-ainu wika'u asa, macho haya au jicho, kitendo cha mtu kuwa hajalala. Wika'u asa ndiyo hifadhi, ndiyo mlinzi wa eneo lake la kutokea haja kubwa, ndio mlinzi. Ule kitendo cha wewe kuwa macho, ile hali ya wewe kuwa macho, ndiyo mlinzi anailinda nini? Eneo linalotokea haja nini? Haja kubwa. Fa idha namatil aynani, yatakapokuwa yamelala macho mawili, in istatlaqa alwika, manake mlinzi anakuwa kafanya nini? Kaondoka. Manake lindo linakuwa halina mwenyewe. Sawa sawa. Wa man nama,
na atakayelala faliyatawadda, basi na akatawadha. Meleweka hiyo hadithi? Meleweka? Naam. Kuna swali jingine? Amesema ni usingizi wa aina gani ndio unaotengua huu. Kwa mfano, shekhi amekaa pale katika kiti, usingizi ukamchukua, sio ule wa kuinamisha kichwa hivi, lakini yuko pale, nyewe mnaona yuko pale, lakini mwenzenu yuko Marekani. Sawa sawa. Wenye mnamwona mzeni yuko pale, kumbe yuko Dubai. Lakini mkimuona yuko pale. Udhu katika mazingira hayo bado upo. Abdullah ibn Abbas amesema innamal wudu ala man nama muttaji'a, hakika anayetakiwa kutawadha ni yule aliyelala ubavu. Kwa maana, na ndio maana katika vitabu vyetu vya madhehebu ya Shafi'ia vinasema isipokuwa usingizi wa mtu ambaye ghair almumakkin. Sasa kuna mtu mwingine anakuwa hajamakinisha makalio yake wapi? Ardhini. Akiwa hajamakinisha udhu hana. Lakini naumul mumakkini maq'adahu min al-ard, usingizi wa mtu ambaye amemakinisha, ameyaweka kwa umadhubuti makalio yake ardhini, huyu udhu wake ufanye nini? Hautenguki mpaka yeye mwenyewe athibitishe kwa alama, kwa zile kodi alizozitoa Mtume Muhammad, hatta yajida ri'an au sautan, mpaka si harufu hapa mambo yameharibika, au sauti. Mulana bado. Kwa hiyo usingizi wa aliyemakinisha makalio yake katika ardhi na kiti na ardhi ni kitu kimoja tu. Ni kitu nini? Kimoja tu. Sababu nilivyokaa hapa kwenye kiti hivi na nikikaa ardhini niko vile vile. Kuna tofauti? Hakuna tofauti. Hapana. Sababu kukaa hapa kwenye kiti hivi hapa nikasinzia hapa. Sawa sawa? Hapa nikasinzia hapa. Nikitokea lolote hapa sijui. Unajua nikitokea lolote. Alkadhalika uko umemakinisha makalio yako ardhini, ni kama umekaa tu hapa kwenye nini? Kwenye kiti. Sawa sawa? Kwa hiyo hukumu ni hiyo moja. Naumul mumakkini maq'adahu min al-ard ghairu naqidhin lilwudu, usingizi wa mtu aliyemakinisha makalio yake ardhini, usingizi wake hautengui udhu. Lakini unaotengua udhu ni usingizi wa ghairul mumakkini maq'adahu min al-ard, ni usingizi ule ambaye makalio yake hakuyamakinisha katika nini? Katika ardhi. Tumeelewana? Naam. Sauti umesikia?
Mtume katupa kodi. Mtume katupa nini? Kodi. Katuambia kwamba ya'ti ahadakum ash-shaytanu fi salatihi, mmoja wenu atafuatwa na sheitani katika sala yake, fayanfuku. Sawa, yani Mtume katumia lugha ile wanufikha fi suri, ile nafku nini, nafku sur, kupuliza ile baragumu, wanufikha fi suri. Yani shetani anamfuata mtu katika swala yake, anapuliza fi maq'adatihi, anakupuliza wewe umesimama au upo katika kikazi kile kati ya sajida mbili, au upo katika at-tashahhudul akhir, shetani anakuja anafanya sawa sawa fayukhayyalu ilayhi, unachanganyikiwa sasa sawa sawa, annahu ahdatha. Bwana, hivi ni kweli mambo yameharibika au bora sielewi? Walam yuhdith, na uhalisia ni kuwa hauja tokwa na hadath. Fa idha wajada dhalika, ukihisi mazingira ya namna hiyo, fala yansarif, siondoke hatta yasma sautan, mpaka usikie nini? Sauti, au yajida rihan, au unuse nini? Hizi ndio kodi. Ukiwa na wasiwasi, hujasikia sauti, hujasikia harufu, wewe udhu bado unao, hapo unatakiwa umwambie shetani kadhabta, wewe mwamba, wewe muongo. Sasa haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Silaha zipo, shetani anamjilia mtu katika kila aina. Fa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah, fa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Shetani akikuchezea unatakiwa useme nini? Sisi wengi tunaingia katika ibada ya swala, niwaambie, hatuanzi sisi hata na a'udhu billah. Silaha hiyo, hii ndo kodi nakupa sasa. Hii ndo nini? Kodi. Ukiwa unataka kuanza ibada yako, anza na nini? Sasa a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, usalli farad adh-dhuhri sawa 4 rak'at ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Shaka hatuna a'udhu billah. Na ndio maana kuna baadhi ya watu Mungu anawataini wanakuwa na mitihani. Unamkuta mtu Allahu akbar, hivi ile kafu ile nimetamka vizuri, anarudia tena Allah. Unamkuta mtu zile Allahu akbar takbiratul ihram analeta mpaka 10. Nyambie kuona watu wa namna hii, amwaoni shaitani huyo. Na ushaitani wiki ijayo nitakuja kuwatajia, ana jina lake huyu shetani, ana jina lake maalum Mtume kampa. Ile jina lake nataka mlihifadhi. Fanya nini? Mlihifadhi na mjue namna ya kupambana naye. Mmoja ya njia ya kupambana naye ni kuanza katika mambo yako na nini? A'udhu billahi minash shaitani arrajim, bismillahir rahman. Ukiacha kuwa a'udhu billahi ni kujilinda na shaitani, lakini a'udhu billahi inasafisha kinywa. A'udhu billahi inasafisha mdomo huu kabla ya ibada unakuwa una mambo mengi. Mdomo huu umesengenya, mdomo huu umeongopa, mdomo huu umekwisha fitinisha huko. Sawa, kweli a'udhu billahi inafanya nini? Inasafisha mdomo, unakuwa mdomo safi. Sasa unafaa kuongea na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kodi ya kwanza, kuepuka wasawisi shayatin, wasiwasi wa shaitani, ni kutumia kodi hii.
a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Na ndio maana sisi mwalimu wetu Sheikh Al-Kabir, msomi mkubwa wa sira katika nchi ya Sudan, Tajusir, lakini walikuwa wanamuita Tajusira, Tajusira, taji la sira ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Yule mwalimu akikufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani kama unamuona Mtume, ukikaa naye yule mwalimu wiki mbili, lazima umuone Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Akianza kumuelezea Mtume, utafikiri Mtume huyu hapa unamuona. Na alikuwa hana maskhara akitaka kufundisha sira, hana maskhara. Yani inawezekana eti anafundisha sira akuone wewe uko na simu hivi, eti unapokea simu au una chati. Kuna siku moja kuna kijana mmoja alikuwa, tumetoka katika al-qawafil ad-da'wiyya, misafara ya da'wa, anafundisha sira pale baada ya salatul fajri, anafundisha sira mpaka tulu'i shamsi, mpaka jua kuchomoza. Kada anafundisha pale, kuna mtu alikuwa mwanafunzi mwenzetu alikuwa kashika simu akamwambia ukhruju kama kharaja iblisu min aljanna, toka. Namzungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu wewe unafanya mambo yako mengine. Alikuwa ana maskhara. Na ndio maana waliokuwa wanamjua Mtume, ilikuwa hata mtu anang'atwa na nge, shehe anasikia maumivu ya nge, lakini madam bado anatamka hadithi ya Mtume, anaona anamkosea heshima adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukatisha maneno yake kwa sababu ya uchungu wa nge. Mimi na wewe tunaweza? Tunaweza? Wiki ijayo tumsome vizuri. Sasa wiki ijayo tumsome, ana jina lake maalum. Sasa tulikuwa kuna sahaba mmoja alienda kwa Mtume, akamwambia ya Rasulullah, mimi nina wasiwasi unanjia katika sala ya Rasulullah. Mtume akamwambia huyo shetani jina lake kadhaa. Sasa hilo nitakuja kupeni kile kisa kamili cha yule shetani na yule sahaba alivyokuwa anapata tabu katika swala. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kulala na nini? Ana saum yule ambaye hakulala na nini. Lakini mimi nimekwenda kwenye kulala nikajua nimeshanuia. Mwisho wa siku nikaja kukumbuka saa 7 ya mchana sijanuia kufunga usiku. Na sasa ni saa 7 mchana. Niendelee na ile funga ama nifungue? Au nitakuja kuilipa ile funga sababu sikulala na nini? Naam. Anauliza, shehe, mbona unatikisa kichwa? Amelala usiku akiwa ana hakika kuwa amefanya nini? Amenuia. Anaamka asubuhi anajua kanuia. Kufika saa 7, sijafanya nini? Sikunumia. Na hii ni yakini. Ni kweli au ni mashaka? Yakini. Saa 7 yakini inamjia, hakika inamjia. Sikutiania, shafika saa 7. Sasa je, sheria inasemaje? Kwa mujibu wa madhehebu ya Shafi'ia, man lam
yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama la, asiyelala na nia, asiyeweka nia ya funga kabla ya alfajiri kuchomoza, fala siyama, huyo funga hana. Na ndiyo maana tunashauriwa tunapofungua pale pale tutie nini? Nia. Au tuambatane na maimamu wetu baada ya salati al-isha kama ilivyokuwa utaratibu, kuweka nia pamoja. Lakini pia ifahamike, an-niyya qasdu shay'i muqtarinan bi fi'lihi, nia ni kukusudia kitu aliyakuwa kimeambatana na kitendo. Sawa, wa talaffudhu biha sunna, na kutamka nia ni sunna, sio bid'a kama wanavyosema wenzetu. Kwa upande mwingine wanasema wenyewe kutiania ni nini? Kutamkania bid'a. Sisi tunasema kutamkania ni nini? Sunna. Sawa sawa. Kwa kama uliazimia katika moyo, naazimia faradhi moyoni, naazimia kufunga faradhi ya Ramadhani kesho Mungu akipenda, umeazimia katika moyo wako, hiyo ni nini? Nia. Sawa sawa. Na ndio maana katika pokezi nyingine imekuja asiyeazimia kufunga, haikuja man lam yubayyit siyama qabla al-fajr, imekuja asiyeazimia kufanya nini? Kufunga. Kwa ukiwa umeazimia katika nafsi yako kwamba nimeazimia kesho kufunga, hiyo ni nini? Ni nia. Lakini ukamilifu wa nia ni ule ulioelekezwa na viongozi wetu wa kidini. Sawa sawa. Nawaitu sauma ghadin an ada min yawm faradhi lillahi ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, akmalu din, ule ukamilifu wa nia. Tumeelewana bado? Na kwa madhehebu ya Malikia, wao wanaruhusu nia moja kwa Ramadhani yote. Sawa sawa, nia moja kwa Ramadhani, na hoja yao ni kuwa Ramadhani ni ibada, na ibada yenyewe ni 29 ngapi? 30. Sawa sawa. Sitaki kwenda huko, lakini kauli yenye nguvu ni kauli ya al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, kwamba man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama. Hii hadithi sahihi kwamba asilala na nia hanafunga. Tumeelewana Sheikh? Naam. Unasema kauli ya jumhur ni hii na ndio sahihi mu'tamad. Sasa hii ndio kauli ushahidi wanaotumia wanaojua, lakini inashauriwa kufuata kauli ya jumhur al-ulama. Sawa sawa, inashauriwa kufuata kauli ya nini? Jumhur al-ulama. Ni man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama la.
Sasa inatakiwa watu waambiwe, yani ile darasa ile, na nafikiri upande ule wa nia watu waambiwe sana. Ramadhani itakuwa inatarajiwa kuwa kwenye mwezi wa pili, kwenye tarehe 18, 19 mwezi wa pili tunatarajia kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Watu wanatakiwa wafahamu kwamba man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama, mtu ambaye hakulala na nia kabla ya alfajiri funga hana. Hakuna habari sio nikalidi wapi, sio nikalidi wapi, hapana, funga huna. Sasa huyu aliyekumbuka mchana tunamshauri ajizuie na alipe. hii hana chana, lakini Alipe. Kukutia nia, umekumbuka baada ya alfajiri kuchomoza, wewe funga ile huna, unatakiwa funga ile uje kuilipa. Alipe. Umeona bado? Bismillahirrahmanirrahim. Nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraysh ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala صلي عليه وسلم. اللهم صل على ربي صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله